Frank Bourassa, raia kutokea nchini Canada, ambaye bado anaendelea kushikilia taji la rekodi ya Guinness kwa kuendesha operesheni kubwa zaidi ya kibinafsi ya kughushi pesa, akichapisha dola milioni 250 za Kimarekani kati ya mwaka 2008 na 2010 katika karakana ya siri nchini Canada na kufanikiwa kuzisambaza bila kugundulika kwa muda mrefu. Hakukurupuka kufanya maamuzi yake na alitumia takribani miaka 2 kamili kusoma siri za Marekani, hasa za usalama wa noti za Marekani, kwa mujibu wa mtandao wa ABC. Kisha akagundua kuwa siri kubwa haipo kwenye wino unaochapishwa kwenye fedha, bali kwenye karatasi yenyewe. Akagundua kuwa pesa za Marekani hazitengenezwi kwa mbao, bali mchanganyiko wa 75% ya pamba na takribani 25% ya katani. Kisha mwaka 2008 akaamua kufanya mawasiliano na kiwanda kimoja cha karatasi nchini Ujerumani. Akadanganya kuwa yeye ni mfanyabiashara anayehitaji karatasi hizo kwa ajili ya kuchapisha stakabadhi za dhamana za kampuni. Akatumia miaka 2 kusoma tovuti ya idara ya siri ya Marekani ya Secret Service ili kujifunza alama zote za usalama kwenye fedha. Akafanikiwa kuweka ule uzi wa usalama unaonekana chini ya mwanga wa UV na alama ya maji, yani watermark, ambazo kwa kawaida hutumiwa na Benki Kuu ya Marekani, yani Bureau of Engraving and Printing. Hapa ndipo akaamua kutengeneza pesa ambayo ingefanana zaidi na pesa halali ya Kimarekani. Baada ya kuwa na uhakika wa kile anachokihitaji, akaanza kuchapisha noti milioni 12.5 za dola 2020. Jumla akawa na shilingi dola milioni 250. Frank akaanza kuziuza kwenye magenge ya walanguzi wa dawa za kulevya na wahalifu wa kimataifa. Akaziuza kwenye mfumo wa jumla. Kwa kila dola 1,000 ya bandia, wanunuzi walimlipa dola 300 ya pesa halisi. Akawa anapata faida ya takribani 30% kwa muda mfupi tu, na tayari akawa ameingiza sokoni takribani dola milioni 50 za Kimarekani. Hapa alikuwa akikwepa yeye mwenyewe kuzitumia kwenye maduka, supermarket ama kwenye sehemu za kuongeza mafuta. Huyu bwana akaona haitoshi, akaamua kununua mashine zake mwenyewe kubwa za kuchapisha fedha na akaamua kuzihifadhi kwenye shamba moja lililoko huko Quebec, Canada, ambapo alikodi warehouse moja ya siri na akaamua kuweka mitambo hiyo mikubwa. Ile kelele na shughuli za kughushi hazikuwapa wasiwasi majirani au mamlaka kufahamu na kutilia shaka, wakifahamu ni kiwanda tu cha kawaida. Akaajiri vijana ambao walikuwa wanapiga kazi usiku na mchana kutengeneza pesa zile. Frank akafanya operesheni ya kughushi ya pesa kwa muda wa miaka 4 hivi kwa ujumla, kuanzia maandalizi hadi kukamatwa kwake mwaka 2012. Frank hakuwahi kukamatwa kwa sababu ya makosa kwenye noti zake, bali alikamatwa kwa sababu ya makosa ya kibinadamu na usaliti uliofanywa na moja ya mteja wake. Mnamo mwaka 2010, noti ya kwanza ya dola 20 ya Frank ilianza kuonekana katika mji wa Troy, jimboni Michigan, Marekani. Baada ya hapo zikaanza kusambaa kwa kasi hadi maeneo ya California, Nevada na Florida. So hapa wataalamu wa Secret Service wakaanza kuifuatilia, kwa sababu mabenki yalikuwa yameshaanza kupiga simu kusema kuna baadhi ya fedha ambazo zinaingia kwenye system ambazo sio halali. Wakaanza kufanya upelelezi, wakabaini kuwa noti hizi zilikuwa na ubora mkubwa sana na wa kipekee, na zote zilikuwa zikitengenezwa na mtu mmoja kutoka eneo la Trois Rivières huko Quebec. Andiko moja kutoka kwenye ukurasa wa ABC liliwahi kusema kwamba polisi walishindwa kupata eneo la kiwanda chake mara moja, hivyo wakaamua kutumia mbinu ya kujifanya wateja. Hapa ndipo mchezo ukaanza kubadilika na kumfanya Frank awe anafuatiliwa usiku na mchana. Wapelelezi wa siri, yani undercover agents, wakajipenyeza na kuwasiliana na mtu ambaye alikuwa ni mtu kati, alikuwa akifanya kazi na Frank ya kusambaza pesa hizo kwa niaba yake. Polisi wakatengeneza dili feki la kutaka kununua shehena kubwa ya noti hizo za bandia. Mtego huo ukakamilika pale Frank aliposafirisha shehena ya pesa hizo kwenda kwa mtu wake wakati ili akawakabidhi wale wateja wake. Polisi walirekodi video Frank akiingiza gari lake kwa mara nyingine tena kwenye maegesho ya magari kufanya transaction, yani pesa kwa pesa. Lakini kwa bahati mbaya video haikuonyesha akiwa na maboksi ya pesa kwa mikono yake, japo wakaendelea kumfuatilia kwa karibu kila wakati hadi walipoamua kumvamia kwenye nyumba ya girlfriend wake na kumkamata akiwa na shehena ya kwanza ya takribani dola milioni 50. Lakini hii ni ngome aliyotengeneza kwa muda mrefu. Hakutaka afe akiwa jela wala hakutaka afe akiwa maskini. So baada ya kukamatwa, wakili wa Frank
akagundua kuwa ushahidi wa video wa polisi haukuonyesha Frank akishikilia moja kwa moja pesa hizo, jambo ambalo lingeweza kufanya kesi hiyo ifutwe mahakamani kutokana na mapungufu ya kiufundi na ya kisheria. Frank akatumia mwanya huo pia na kusema ukweli kwamba alikuwa bado ameficha takribani dola milioni 200 zilizobaki nchini Canada, ambapo yeye mwenyewe ndio anapafahamu mahali penye pesa hizo, na kufanya makubaliano ya kihistoria na waendesha mashtaka wa Canada. Akakubali kuwapa taarifa ya vilivyomo kwenye eneo la siri la shehena hiyo, na mitambo yake yote ikakamatwa, na hii yote ilikuwa ni kwa sababu ili asisafirishwe kwenda nchini Marekani, ambapo huenda angekabiliwa na miaka 60 jela au kifungo cha maisha kutokana na ushirikiano huo wa kutengeneza fedha ambazo si halali na kuingia kwenye mfumo wa Marekani. So akatumikia wiki 6 tu jela tangu akamatwe. Hayo ndio yalikuwa makubaliano. Baada ya kuachiliwa hapa, Frank akajifunza somo moja, akaamua kufungua kampuni ya ushauri wa kiusalama. Mpaka hivi sasa anaripotiwa kwamba anajipatia riziki kihalali kwa kusaidia kampuni kubwa za mitindo, dawa na serikali kulinda bidhaa zao na hati mbalimbali kama pasipoti na leseni zisighushiwe, hasa pia kwenye fedha. Na historia ya maisha yake mpaka hivi sasa ipo kwenye maandiko mbalimbali ya majarida makubwa kama GQ Magazine, na imefanyiwa vipindi mbalimbali vya televisheni kama vile Frank Bourassa's Fake Millions, moja kati ya documentary inayoonyesha maisha ya Frank tangu alipoanza kutafakari kuacha umasikini na kuenenda kupata pesa kisivyo halali. Mimi ni Gina Baltazari. Don't forget to leave your comment behind.